Muungano wa upinzani unaitaka serikali ya kitaifa kuweka wazi makubaliano na mikakati yote inayoendelezwa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola nchini. Upinzani ukisema kuwa badala ya serikali kushirikisha washikadau kutoa taarifa mwafaka kwa umma, wameamua kuficha na kuweka mikakati yao kwa siri. Wamesisitiza kuwa mipangilio ya hali ya juu inapaswa kuchukuliwa dhidi ya ugonjwa huo hatari zaidi duniani na pia uwajibikaji kwa kiasi kikubwa. Aidha, wamepinga kuongezwa kwa utozaji ushuru zaidi kwa Wakenya, wakisema kuwa inaonekana serikali haikupata somo baada ya maandamano yaliyofanyika Juni tarehe 25. Ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola katika eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia ukiendelea kuibua hisia mseto, muungano wa upinzani ukiongozwa na kinara wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka umekashifu serikali ya kitaifa badala ya kupeana taarifa, kushirikisha washikadau na pia kuhakiki umma. Wamekusudia kuficha umma kuhusiana na mikakati ya Ebola, wakishinikiza serikali kuweka wazi makubaliano na stakabadhi zote kuhusiana na Ebola. Upinzani ukisema kuwa kulinda afya ya umma ni haki ya kila mmoja kikatiba na pia ni swala la kiusalama wa kitaifa, wakiongeza kuwa mipangilio yoyote ile ya moja kati ya ugonjwa hatari zaidi duniani inapaswa kuchukuliwa kwa kiwango cha juu, uwazi na pia uwajibikaji, hapa wakisuta serikali kwa ukosefu wa upatikanaji wa madawa na kuangazia uwepo wa changamoto sugu katika vituo vya kiafya. Kando na hayo, upinzani umehuzunishwa na mswada wa kifedha wa mwaka wa 2026 wakibaini kuwa serikali ya Rais Ruto haikupata somo katika maandamano ya Juni tarehe 25, upinzani ukitokezea kuwa baadhi ya miaka ya utozaji wa ushuru kwa kiasi kikubwa, kudidimia kwa mapato, changamoto za kibiashara na ukosefu wa ajira. Jawabu la rais halijabadilika, ila tu ni kuwatoza Wakenya ushuru hata zaidi. Aidha, wameweka wazi kuwa Wakenya hawakatai kuchangia katika ujenzi wa kitaifa, bali wanataka uwajibikaji na dhamani ya pesa, utumizi mbaya wa pesa na pia kumaliza ufisadi, upinzani ukikataa vipengee vitakavyokuwa mzigo kwa wafanyikazi na wakulima. Upinzani pia umekubali kuunga mkono mgombeaji chini ya muungano wa upinzani katika uchaguzi mdogo ujao eneo bunge la Ol Kalou, kaunti ya Nyandarua. Fredrick Kwambua, Undugu TV.